Hivi sasa leo tarehe 6, hali ni nzuri na ni shwari. Shughuli nyingi za kibiashara, za kijamii, lakini pia wanaokuja katika maonyesho zinaendelea vizuri mahali hapa kama jinsi ilivyo katika maeneo mengine ya nchi nzima. Siku ya leo nimepata bahati ya kutembelea maeneo kadhaa, lakini nitaje kwa uchache. Moja, kwenye huduma nzuri zinazotolewa na jeshi letu la magereza. Wana huduma pale ambazo wanazitoa. Moja wapo ni hiyo ya kufanya urekebu kwa wale ambao wamehukumiwa vifungo kwa mujibu wa sheria, lakini tuna utaratibu ambao Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba magereza sasa zikabadilike na kuwafanya wale ambao wanatumikia kifungo watoke wakiwa na taaluma. Mmeshuhudia wenyewe, wametengeneza pale mabegi, ushonaji, lakini pia ufundi wa karakana zile za ufundi wa makarpenter, umetengeneza vifaa mbalimbali, tumeshuhudia wenyewe. Lakini pia masuala ya ufugaji wanafanya. Mbali na ufugaji, kuna maziwa ya kisasa mpaka kuna yogurt. Tumeona mazao ya kilimo na ya biashara, mazao ya chakula. Tumeshuhudia vitu vingi sana pale magereza, na kwa maana hiyo ni hatua kubwa. Lakini pia ushuhuda uliopo ni kwamba tumeanza kuelekea katika hatua ya kujitosheleza kwenye chakula. Lakini pia tumeenda idara ya uhamiaji, tumeona huduma za utoaji wa passport, lakini pia vibali vya kazi kwa maana ya work permit, kwa maana zinatolewa kutoka ofisi ya waziri mkuu, lakini pia residence permit ya ukazi zinatolewa kwenye idara hiyo, ikiwa ni pamoja na pasi za kusafiria, pamoja na huduma nyingine saidizi za watu ambao wanaingia nchini na wale wanaotoka nchini. Watanzania wanapata pasi za kusafiria na nyaraka muhimu zinazohusiana na kusafiri au kutoka kwenda kwenye maeneo mengine. Mifumo na teknolojia ya kisasa ya passenger information, advanced passenger information system, tumeona pale jinsi ambavyo mtu anapokuja ndani ya nchi, kabla hajafika kwenye mpaka wetu au kuingia kupitia airport zetu, tunapata taarifa zake mapema kabla hajafika hapa, na kama ni mhalifu hawezi kuja nchini. Kwa hiyo maboresho hayo yameendelea kufanyika, lakini pia hata passport yetu ni moja kati ya passport bora na ya kisasa ambayo tulipata awadi kwenye ukanda wote wa Afrika kuwa passport bora zaidi yenye taarifa nyingi za kiusalama. Mbali na mambo mengine mengi mazuri ambayo wanaendelea kuyaratibu, wana kampeni muhimu ya mjue jirani yako. Hii ni kampeni ambayo inatusaidia sisi Watanzania wote kwamba tuwajue jirani zetu, tuwajue watu ambao tunachangamana nao, si tu kwa majina, lakini ujue pia asili yake ni ipi. Kama ni mgeni, ujue kama amefuata utaratibu wa kuwa hapa nchini. Ni kwa ajili ya kuimarisha usalama. Kampeni ya mjue jirani yako inakusudia pia katika kulinda usalama wa raia wa Tanzania, rasilimali zao, lakini pia rasilimali za taifa na mjumuiko wa kiuchumi wa ujumla, ili wasije wakaja wageni hapa bila kufuata utaratibu na hatimaye wakachukua ajira za wageni. Kwa maana tuna ile sheria yetu ambayo inaangalia local content, na priority kwa serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba ajira zinapewa kipaumbele kwa wazawa. Kwa hiyo kampeni ya mjue jirani yako, mbali na masuala ya ulinzi na usalama, lakini itatusaidia pia kulinda ajira zetu na rasilimali zetu hapa nchini. Nimepata fursa pia kwenda pale NIDA ambayo ni mamlaka inayohusika na vitambulisho vyetu vya taifa. Wamepiga hatua nzuri kisayansi na kiteknolojia kwa maana kutoa huduma. Wanarekebisha majina ambayo yamekosewa, lakini pia vitambulisho ambavyo vina changamoto unaweza kukirudisha na ukaenda kupewa kama huduma yako Mtanzania kwa muda mfupi sana, kwa sababu tayari wana mitambo ya kisasa ambayo inatoa huduma hiyo. Lakini vivyo hivyo wanatoa jamii namba ambayo ndio kitambulisho chako kinachokufanya kuweza kujulikana kama Mtanzania, na kitambulisho hiki kina sifa ambazo Watanzania wote ni wahamasishe muweze kuwa nacho, kwa sababu kinakusaidia kuweza kupata huduma nyingi na maeneo mengi zaidi kuliko vitambulisho vingine. Pengine kipo cha passport size ambayo passport kwa maana ya passport ya kusafiria, nayo pia ni kitambulisho cha mpiga kura, lakini pia vitambulisho vingine vikiwemo vya kuzaliwa na vingine ambavyo vinatambulika
kwa mujibu wa sheria kutoka kwenye taasisi mbalimbali. Lakini hata hivyo NIDA bado inabaki kuwa ya muhimu na ya msingi sana. Kwa hiyo niwahamasishe Mtanzania ambaye hauna NIDA, jitahidi uwe na NIDA ili uweze kupata namba hiyo itakayokutambua kama namba yako ya jamii, na hatua ya baadaye hata watoto, hata kama ukiwa ni mkimbizi au mtu ambaye ni mgeni, utapewa NIDA, kitambulisho hicho cha NIDA ambacho kitakutambua kwa status yako, na utapata kuheshimika zaidi na kupewa huduma kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo nihamasishe wale ambao wameshajisajili. Ni bahati mbaya sana tuna wananchi zaidi ya 652,000 ambao vitambulisho vyao vya jamii namba imetoka kwa maana ya NIN, ile National Identity Number imekwisha kutoka na kadi yake iko tayari, lakini hawajaenda kuchukua kwenye maeneo ya kata zao au kwenye halmashauri. Kwa hiyo niwahamasishe sana kwamba wananchi waende kuchukua, lakini pia kuna namba maalum ambazo zimetolewa kwa ajili ya wao kupata taarifa kupitia simu zao za mkononi, kwa maana ya simu ya kiganjani. Nimeweza kutembelea pia huduma za jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Tumeona pale vifaa vya kisasa ambavyo vipo. Mheshimiwa Rais ametupatia magari zaidi ya 300 ambayo yana sifa mbalimbali. Mojawapo ni ile fire tender ambapo zina rada na ile fire tender ambazo zinasaidia kuweza kuzima majanga ya moto, lakini pia kuna zile ladder table ambazo zina uwezo wa kwenda kuzima moto hata ulio kwenye gorofa zaidi ya 12. Mmeziona pale, tumefanya majaribio. Kwa hiyo tuna vifaa vya kisasa kuweza kuhakikisha tunakabiliana na majanga haya ya moto, lakini vile vile vifaa vya uokoaji. Mmeona kuna gari maalum lile la njano la kuokoa majanga yanayotokana na kemikali, zile hazards, nalo lipo pale, na tunayo katika maeneo mbalimbali zikiwemo ambulance, lakini pia boti zaidi ya 90 ambazo ziko pale. Lakini vivyo hivyo tuna ndege helicopter kwa ajili ya uokoaji kwenye maeneo kwa mfano ya misitu, uzimaji wa moto. Marubani tayari tunawatafuta, lakini pia wapo ambao wa kwetu wa ndani wa askari ambao wameenda kupata mafunzo kwenye maeneo mbalimbali. Kwa kweli kwenye maeneo ya ulinzi na usalama tumejizatiti kwenye maeneo mengi. Vipo vifaa vya kisasa vya kufungua. Kama kuna gari imepata ajali imejikunja chuma, kuna watu wanahitaji uokovu, mmeona pale zile mashine za kisasa ambazo zinaweza zikakata chuma au zikanyanyua chuma, na maboya yale ambayo yanajazwa upepo yananyanyua gari. Kwa hiyo yote hivi ni vifaa ambavyo tumejizatiti navyo kuweza kuhakikisha shughuli za uokoaji zinafanyika, lakini pia shughuli za kuzima moto pale inapotokea majanga kama hayo. Niwahamasishe wananchi waendelee kupiga 114 pale ambapo inatokea changamoto zinapohitajika huduma za uokoaji, pamoja na zile huduma zinazohusiana na uzimaji wa moto. Nimeweza kupata pia fursa ya kutembelea eneo jingine la jeshi letu la polisi. Mmeona tumeanzia kwenye maeneo mengi, na jeshi la polisi lina maeneo mengi zaidi ambayo nikiyaeleza hapa muda hautatosha, kwa sababu kuna vitengo maalum mahususi. Kwa uchache ni vitaje 4, lakini pia kuna section au commission mbalimbali zaidi ya 29 ambazo nimezitembelea pale, sijaweza kuzimaliza zote. Hizi zinatoa huduma kwa wananchi kwenye masuala ya jinai, masuala ya human resource, lakini pia masuala ya madawa ya kulevya, vitengo vinavyohusika na Interpol kwa maana ya International Police, ambapo kuna muunganiko kati ya jeshi letu polisi, sisi ni nchi wanachama. Kwa mhalifu yoyote atakaye kuwapo popote akifanya kosa hapa nchini au akivuka mipaka, bado tunaweza kumfikia ili aweze kukamatwa na kufikishwa mbele ya mkono wa sheria, kwa maana tunasema sheria ni msumeno. Lakini pia tunaposema serikali na mkono mrefu, ndio maana ya kuwa kwenye mashirikisho kama haya ya polisi ya kimataifa, shirikisho la polisi duniani, ambalo tunaweza mhalifu tukampata popote pale aliko. Ukiona kama kuna mhalifu wa nchi hii anatamba nje ya nchi, ujue tu hatua zinaendelea, lakini hatua ya mwisho tutakukamata, tutakunyakua na utafikishwa mbele ya mahakama ili ujibu mashtaka yako na hatimaye upate kile unachostahili. Lakini vivyo hivyo kwenye jeshi la polisi mmeona, ukiacha kwenye vitengo hivyo, tumeenda usalama barabarani, wamejipanga vizuri, na mnaona huduma zinatolewa nchi nzima
pale maeneo ambayo tumeweka taa za barabarani, hata pale ambapo taa za barabarani zinapozidiwa nguvu, umeona askari wetu wanakuja kutoa huduma. Kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo tumepita kujifunza na kuona. Hata upande wa huduma za afya bado pia jeshi letu la polisi tumeweza kuona madaktari wapo, tunatoa huduma kama hizo, na polisi wakati wote tumeendelea kuwa karibu na jamii kupitia deski maalum ya polisi jamii, kutoa elimu, lakini pia kutoa elimu juu ya masuala ya jinai, kuepusha masuala ya uvunjifu wa amani. Na pia tumeanza, hata kuna kitengo cha polisi bendi ambacho mmeona dakika za mwisho hapa tumeenda kucheza kidogo, lakini ni lengo ni kutoa elimu. Tumeona Usalama TV na lenyewe imeendelea kutoa elimu juu ya masuala ya jinai, jamii yetu kuepukana na jinai, lakini pia juu ya taratibu na taarifa muhimu zinazohusiana na masuala ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo yapo mambo mengi. Kwa faida ya muda nadhani niishie hapa kwa hatua ya sasa, labda kama kuna jingine lolote, lakini nadhani nimeeleza walau kwa uchache, kwa sababu sijamaliza yote pia.